Siku yenu hii ni siku tukufu, siku ambayo imemalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuanza miezi ya Hija. Hivyo katika utukufu wa siku hii, katika kushukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku hii na kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani, tunapaswa sana kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kupiga sana takbira. Tumeanza kutokea maharibiko ya malezi na maadili kwa kisingizio cha kwenda na wakati, ikapelekea vijana kuzama katika matumizi ya vyenye kuathiri akili zao, kama mitandao mibaya ya kijamii, kama vile madawa ya kulevya. Na miongoni mwa maasi yaliyoenea siku hizi ni hata wanawake kuwa tayari kuchanganyika na wanaume katika namna ambayo ni kusanyiko ambayo Uislamu hautaki. Wasichana hutoka hadharani wakiwa wamejipamba bila kujistiri, hali ya kuwa wazee na mawalii wao wamekaa kimya. Haya husababisha kuenea kwa upotofu na machafu katika jamii yetu, kama ambavyo sote ni mashuhuda. Hali ya ukahaba ambavyo yanakithiri katika baadhi ya maeneo, iwe katika mji wetu huu au katika maeneo mengine, unawakuta mabinti wakiwa katika mambo hayo ambayo sio malezi mazuri na sio tabia nzuri na sio maadili mazuri. Mabinti wadogo hata wanawake wakubwa wanakuwa katika hali hii, na imekwenda mbali zaidi, ikaonekana kama vile sasa Mwenyezi Mungu anaumba kiumbe kingine zaidi ya kuwepo na jinsia mbili za kike na kiume, kwamba kuna jinsia nyingine sasa Mwenyezi Mungu kaiumba, kwamba kuna matatizo yanatokea. Vijana wa kiume wanataka kujigeuza kama wao ni wanawake, mambo ya ushoga yanatokea, ni maadili mabovu ambayo hayafai. Ndugu zangu, sababu ya hayo ni kuwa tumejiweka mbali na malezi sahihi ya Kiislamu, kwani malezi bora huanza utotoni kwa kumtunza mtoto misingi ya imani na nguzo za Kiislamu. Anapoanza kufahamu na kumfunza misingi ya sheria, anapofikia umri wa kuweza kupambanua mambo hayo, yatamuongoza kufikia katika kheri ya dunia na akhera yake. Ndugu zangu, katika hali ambayo iliyoko sasa hivi, jambo ambalo ni masikitiko, madrasani kwetu au katika madrasa nyingi vijana hawako, watoto hawapeleki. Wakati mwingine kuna sababu ni za kimaendeleo pia, lakini inabidi kuziangalia katika namna fulani, sababu watoto wanakuwa bize katika masomo ya mashule. Ni sawa, elimu tunaitaka na ni nzuri, elimu ya kimazingira, lakini elimu ya dini ina manufaa ya aina yake katika ulinzi wa maadili. Hivyo wazazi tuwe imara kusimama kuona kwamba watoto wetu wanapata elimu ya dini, ili kulisaidia taifa kwamba liwe na vijana wenye maadili mema na yaliyokuwa mazuri. Na katika kuliendea hilo, uongozi wa Kiislamu katika mkoa wa Mbeya upo katika harakati sasa za kujenga shule ya sekondari katika eneo la chini ya msikiti wetu huu mkubwa. Kuna maandalizi ya ujenzi wa shule ya sekondari. Kwa nini inafanyika hivyo? Kwa sababu pale ambapo tutakuwa na shule zetu, tutapata nafasi pia ya kuwapa elimu ya dini vijana watakapokuwa ndani ya mashule yao. Hivyo jambo hilo Waislamu wa mkoa wa Mbeya mlichukue kwa maneno kwenu, na ndio kwamba mfadhili wa kufanya hivyo ni nyinyi wenyewe. Tufanye hivyo ikiwa ni katika kujiletea maendeleo, kujisaidia sisi na jamii kwa ujumla. Shule ikiwepo inasaidia jamii, sio Waislamu pekee yao. Mcheni Allah na kamilisheni furaha ya Eid kwa kumcha Allah na kufuata amri zake. Na jueni ya kwamba wajibu wetu baada ya Ramadhani ni kufanya juhudi ya kuendeleza yale mema yote tuliyojifunza katika mwezi wa Ramadhani, na Allah atawafikisheni katika kufanya mambo mazuri mbele kwa mbele. Ndugu zangu, mazuri yaliyotengenezwa na watangulizi wetu wema ni utiifu kwa mamlaka. Watangulizi wetu walikuwa wakifuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu pale aliposema atiiu Allah wa atiiu Rasula wa ulil amri minkum, mtiini Mwenyezi Mungu na mtii mtume na wenye mamlaka kwenu nyie. Hivyo basi sisi pia tunaishi kukiwa kuna mamlaka ambayo iko juu yetu katika kuongoza nchi, na mamlaka hiyo ina ratiba zake na kalenda zake. Na miongoni mwa kalenda ambayo ipo katika nchi yetu mwaka huu ni uchaguzi mkuu wa nchi. Hivyo basi swala la kujiandikisha linapotokea, tujiandikishe, na kupiga kura kufika tukapiga kura, na tuwe makini katika uchaguzi. Kupiga kura tuchague viongozi waliokuwa sahihi na wanaofaa kuongoza taifa letu, sio bora viongozi tu. Aidha, nitoe mwito na niwaase viongozi wa vyama vya siasa wawe makini, wasije wakatuletea vurugu na vurumai kwa uadui usiokuwa na hikma na usiokuwa na busara. Tunajenga nchi moja, tuwe makini na tushikamane na tuwe na umoja.